Of course mimi nilikuwa muumini wa kuamini kile ambacho nilikisema toka mwanzo kwamba watu wengi walikuwa wanasema kwamba Yanga yupo katika kundi la kifo, Yanga kundi lake haambuli pointi kwa sababu anakutana na wapinzani wagumu kutoka kaskazini. Mimi nilisema kabisa kwamba Yanga simuone akiwa katika kundi la kifo, ila namuona yupo katika kundi la challenge. Na hiko ndicho ambacho nakiona. Ni kweli yupo kwenye kundi la challenge na katika michezo yake miwili ambayo ameicheza ameweza kukusanya alama 4 kwa maana ya kwamba ameweza kupata point katika mechi moja, point zote 3, lakini pia ameweza kuokota alama 1 katika mchezo mwingine unaofuatia. Kwa hiyo ukija kuangalia katika viwango vya ufanisi unakuta kwamba yuko juu ya 50% kwa maana kwamba anagonga 80% kuelekea juu zaidi kwa sababu alikuwa anastahili kuweza kukusanya alama 6 kwa mechi zote 2 lakini amekusanya alama 4 katika alama 6. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba viwango vyao vya ufanisi viko katika uweredi wa hali ya juu. Lakini pia kitu kingine ambacho upekee anautengeneza Young African ndio timu pekee ambayo katika michezo yote miwili ambayo amecheza haijaruhusu nyavu zake kuweza kutikiswa, kwamba ameweza kutunza clean sheet. Ukiangalia katika kundi lake Al Ahly ameruhusu magoli 2, ukija kumwangalia FAR Rabat amesharuhusu, ukienda kwa JS Kabylie ndo ameruhusu kabisa kwa sababu mechi ya kwanza anaruhusu goli 4, mechi ya pili anatoka bila kuruhusu goli lolote. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ukiangalia katika eneo la defensive Yanga wako well organized, hawajaruhusu goli paka sasa. Ukiangalia katika eneo la ushambuliaji, yes wameweza kufunga goli lakini wameweza kufunga goli moja pekee. Na upande wa Al Ahly wao wameweza kufunga magoli mengi lakini pia wameweza kuruhusu magoli mengi. Kwa hiyo ukiangalia kundi la Yanga kwa ujumla wake, ukianza na anayeongoza kundi ni Al Ahly ambaye ukiangalia katika viwango vya klabu ranking ya 5 year wao ndio vinara Afrika. Wamekuwa namba 1 na hata katika upangaji wa makundi wao wako pot number 1 na katika kundi hili ambalo liko limepangwa na Yanga wao walikuwa wanasimama kwa vinara, walikuwa wako juu. Kwa hiyo mpaka sasa wametu prove right kwamba wao wanastahili kuwa namba 1, wanastahili kuwa pot number 1. Mpaka sasa wapo katika nafasi ile namba 1. Lakini pia kwa mujibu wa mpangilio wa FIFA Club Ranking 5 year tunaona Yanga yupo katika poti namba 2. Ingawaje katika mpangilio Yanga hakuwa anastahili kukaa kwenye poti namba 2 kwa maana kwamba kuna watu ambao walikuwa katika 5 year Club Ranking walikuwa wako juu ya Yanga lakini walikosa sifa ya kushiriki Champions League. Kwa hiyo ina maana kwamba wao wamekwenda shirikisho, wengine hawapo kabisa. Kwa hiyo wao kwa kukosekana kwao waliweza kupata nafasi ya kwenda kuruka hadi kufikia poti namba 2. Na ukiangalia katika mpangilio wake tayari wao wapo katika nafasi ile ambayo CAF waliweza kuthamini na kutambua nafasi yao, wapo vile vile. Ukija kuangalia upande wa namba 3 ni FAR Rabat, na ukiangalia katika mpangilio wa kundi naye alikuwa vile vile na JS Kabylie namba 4 kabaki vile vile. Kwa hiyo ina maana kwamba wale ambao walikuwa wanasema kwamba ni kundi la kifo kwa upande wa Yanga, tafsiri yake ni kwamba walikuwa wanasema kwamba Yanga pamoja na Al Ahly wanakwenda kuwa makatili katika grupu hili. Hiyo ndo tafsiri yake haraka kwa sababu vile ambavyo ilikuwa imepangwa katika mpangilio wa grupu ndio umebaki vile vile. Hakuna kilichobadilika hata kidogo. Lakini tu kiangalia upande wa Al Ahly anakuwa champion kwa maana kwamba amekusanya alama 4 sawa sawa na Yanga, wanatai kwamba Yanga ana 4, Al Ahly ana 4. Lakini Al Ahly anakuja kumzidi Yanga kwenye eneo la mabao. Ameweza kuwa na mabao mengi sana ya kufunga. Kwa sababu mpaka sasa amefunga mabao 5. Kichukua bao 4 ambayo amemfunga Kabylie na bao 1 ambalo amemfunga FAR Rabat. Kwa hiyo anakusanya magoli 5 na kuweza kuruhusu magoli 2. Kwenye goal difference anabaki na magoli 3 ya faida. Wakati upande wa Yanga yeye goli lake la faida ni goli 1 peke yake. Kwa hiyo unaona kwamba Al Ahly anabaki kuwa bora. Lakini ukija kuangalia katika eneo la kuweza kuruhusu kufungwa, Yanga anakuwa na ufanisi wa 100% kwa sababu katika mechi zote 2 hajaruhusu goli hata mechi yote ile. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba upande wa clean sheet Yanga yupo kinara katika kundi lake. Kwa hiyo katika eneo hilo hatuna la kuwadai Yanga. Wameweza kuona kwamba namna gani wanaweza kuicheza michuano hii, wameicheza kwa hali ya kikubwa sana. Wameweza kufanya vitu vya maana. Mechi ya kwanza
wanapata goli moja pekee, goli linafungwa na Prince Mpumale Dube, linakwenda kwa goli bora la wiki la kafu. Lakini pia mechi ya pili hawafungi bao, lakini pia wanaendelea kuongeza dot. Ukimwangalia Djigui Diarra anaibuka kuwa shujaa katika mchezo, anafanya clean sheet, lakini pia save za maana sana ambazo anazifanya. Save ambazo ni hatarishi, wanasema kwamba open space zisizopungua 3. Ukiangalia Babacar Sarr aliweza kutani kwenye 6 akapiga. Diarra anakuwa mwaminifu, anaicheza vizuri kabisa. Lakini pia kuna eda ambazo zilikuwa zimepigwa, anazicheza vizuri. Lakini pia dakika za jioni kabisa waliweza kufanya shambulizi ambalo lingeweza kuweka utofauti wa matokeo baina ya Yanga na JS Kabylie, lakini Diarra bado anaibuka kuwa shujaa. Lakini kitu kingine ukija kuangalia Diarra, dakika za mwanzoni kabisa kipindi cha kwanza anaumia enka, lakini bado anaendelea kucheza, anaendelea kuforce kwa bwana, mimi nahitaji kuendelea kuitetea hii timu. Kwa hiyo yote katika yote unakuja kuona kabisa kwamba Yanga katika mechi zake zote ambazo wamezicheza wameonyesha dot. Mechi ya kwanza anaibuka shujaa Prince Dube, mechi ya pili anaibuka shujaa Djigui Diarra. Lakini ukiangalia wapinzani wao katika kundi hili hakuna hata mmoja ambaye ameweza kutengeneza dot. Kwa hiyo ndio utofauti mkubwa ambao ameutengeneza Yanga katika wapinzani wake ambao wapo nao katika grupu B. Na tukitazama Yanga kiufundi namna ambavyo walivyo kwa sasa hivi, ambapo wanaenda kukutana National Al Ahly kule kwao, jinsi Yanga alivyo na mwalimu wao Pedro, unaiona Yanga wakiendelea kushikilia msimamo wao kubakia pale nafasi ya pili, ama kuwa nafasi ya kwanza kabisa tena, ama pengine walipita kwa ujanja tu Young Africans, wenda tukaona wakishuka chini zaidi? Kiufundi unaitazamaje Yanga anaenda kushikilia nafasi hiyo? Unapoizungumzia Yanga kiufundi, kwanza anza kuzingatia benchi lake la ufundi. Kuna Philip pale, kuna Pedro Philip pale, msaidizi wa Pedro Goncalves. Kuna Patrick Mabedi, msaidizi namba 2 huyu wa Goncalves, na kuna Goncalves mwenyewe. Lakini pia ukiangalia wana wachezaji ambao wana profile kubwa sana, ambao wameweza kukaa Yanga katika mafanikio makubwa ya Yanga na kuweza kuzitikisa, ikiwemo hata Al Ahly. Ukiangalia kuna mtu anaitwa Pierre Pacome Zouzoua, huyu ndio mchezaji pekee ambaye aliweza kufunga bao ambao liliweza kutai na kuweza kulevel scoreboard kwenye kundi ambalo Al Ahly alikuwepo, na wao wakaweza kuweka matokeo yakawa sawa bin sawia. Huyu alikuwa ni Pacome Pierre Zouzoua. Lakini msimu huu ambao Pacome Pierre Zouzoua ndiye ambaye aliweza kuibuka shujaa katika mchezo ambao ulikuwa kuweza kuamua nani aweze kwenda hatua ya robo finali dhidi ya CR Belouizdad. Kwa hiyo mpaka leo bado yupo ndani ya Young Africa. Lakini pia Yanga wana lulu kubwa sana ambayo hii mara nyingi huwa iimbwi na wala isemwi, lakini ukweli lazima uweke wazi. Wanaye Djigui Diarra, golikipa bora sana, ambaye aliweza kuibuka kuwa golikipa bora mechi ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Usma kutokea pale nchini Algeria. Alikuwa man of the match. Mfikiria golikipa anakuja kuwa man of the match katika mechi ambayo inaamua nani aweze kuondoka na kombe. Golikipa huyu aliweza kucheza penalty, na sio kucheza penalty, alifanya double save. Amesave penalty, baadaye rebounding ball inakwenda tena golini na isave tena mara ya pili. Lakini pia aliweza kuokoa michomo ya hatari mingi sana na kuibuka kuwa man of the match akiwa katika mchezo wa finali. Lakini pia huyu pia aliibuka kuwa golikipa mwenye clean sheet nyingi katika michuano ile. Lakini pia golikipa huyu pia aliingia katika kinyang'anyiro cha kupambania golikipa bora wa Afrika. Yaani ukizungumzia wa Afrika maana yake unazungumzia hadi magolikipa ambao wanatokea Afrika wanacheza nje ya bara la Afrika. Yeye nao pia alikuwemo humo katika hicho kinyang'anyiro. Ni golikipa ambaye haimbwi sana, ni golikipa ambaye hana makeke mengi, ni golikipa ambaye hana kelele nyingi. Ukitaka kuona makeke yake akifurahia ushindi Yanga akiwa amefunga katika mechi muhimu, na mara nyingi shangilia yake inakuaga inaweza kukukera pale ambapo Yanga inapata matokeo ambapo wewe expect kuweza kupata matokeo. Lakini sio golikipa wa madaha mengi, ni golikipa ambaye yuko ni ubao mkubwa sana ambao magolikipa wetu wa Tanzania, lakini magolikipa pia wa kigeni ambao wanacheza ligi ya Tanzania, magolikipa ambao wanacheza katika bara la Afrika, huu ni ubao wa kuweza kujifunza kwake. Djigui Diarra ni bonge la golikipa. Na pia nilikuwa nafuatilia safari ya Yanga walikuwa katika ndege wanarudi, tulikuwa tunaona katika kiti chake hakuwa na muda wa kupoteza, hakuwa na muda wa kuangalia mapiano, hakuwa na muda wa kuangalia sijui nini, alikuwa anaangalia kazi yake iliendaje. Alikuwa amekaa ana play
game ambayo amecheza dhidi ya JS Kabylie, anaangalia nini. Tafsiri yake ni kwamba anakwenda kujifunza yale ambayo yalionekana kwamba ni mistake ambazo kama ungekuwa wako more accurate wale JS Kabylie huenda wangeweza kuiadhibu Yanga. Lakini pia Djigui Diarra anapokuwa uwanjani anakuwa ni kiongozi, ingawa kuna captain wa timu yupo Dickson Job, yupo Bakari Nondo Mwamnyeto, hao ndio makapteni wa timu, lakini Djigui Diarra akiwa uwanjani anatimiza majukumu akiwa kama mchezaji kiongozi. Lakini pia wakati mwingine huwa anacheza kama kocha wa uwanjani, yani kocha mchezaji. Kwa hiyo Yanga wana hii faida kubwa. Kwa hiyo ninapoiona Yanga inapokwenda kucheza dhidi ya Al Ahly, naiona Yanga ambayo inakwenda kutoa ushindani mzuri, lakini pia naiona Yanga ambayo inaweza kupata matokeo mbele ya Al Ahly. Ukirejea katika kundi lile la mara mwisho ambao akiwepo na Al Ahly, goli ambalo waliweza kufungwa na Percy Tau, lile goli ukiliangalia ilikuwa ni marking tu ambayo haikuwa sawa sawa katika defense line ya Yanga. Nakumbuka kwamba Djigui Diarra anataka kutoka, Bakari Mwamnyeto anapiga kichwa kinakuwa kifupi, Percy Tau na waadhibu. Lakini katika hali ambayo isipokuwa ya kutarajiwa, Pacome Pedro Zouzoua ana level scoreboard. Lakini ukiangalia pia wanakwenda away katika mechi ambayo ya kwenda kukamilisha tu safari ya kundi, lakini wao wameshafuzu, wanakwenda kuruhusu goli moja. Lakini ukiangalia waliweza kufanya attempt nyingi